Mkuu. Kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru kwa kazi kubwa na njema anayoifanya. Vile vile mshukuru na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya hasa ya kupeleka pesa za maendeleo katika majimbo yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia serikali, mamlaka ya hali ya hewa TMA imetoa tahadhari ya uwezekano wa kuwa na mvua kubwa juu ya kiwango cha milimita, yani El Nino yenye nguvu. Na kwa uzoefu inaonyesha mvua hizi zinapotokea zinakuwa zinaleta madhara hasa katika upande wa miundombinu ya barabara na baadhi ya makazi ya wananchi hapa nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nipenda kujua, je, serikali imejipangaje endapo changamoto hii itaweza kutokea? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa JJ, Mheshimiwa mbunge, swali zuri alilolileta linalohusiana na tahadhari. Ni kweli tumepata tahadhari hizo kutoka kwa wenzetu wa mamlaka ya hali ya hewa ambayo wameelezea uwezekano wa kuwepo kwa mvua za El Nino, na haziko mbali. Kwa mujibu wa utabiri huo, mikoa kama ya kanda ya Ziwa, Mwanza na mikoa ya kanda ya Ziwa inatarajiwa huenda mvua hizo zikaanza mwishoni mwa Septemba ama Oktoba, na mikoa mingine. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imejipanga vyema kwa kuhakikisha kwamba maeneo hayo ambayo yanaweza kuwa na athari za mvua nyingi, kutengeneza mifereji ili maji yaweze kwenda kwenye njia zake ili kuondoa uwezekano wa maji kurundikana. Mheshimiwa Naibu Spika, nilitaarifu bunge lako tukufu taarifa moja njema. Mheshimiwa Spika, bunge lako lilitupitishia marekebisho ya sheria kwenye finance bill yaliyoelekeza fedha za mifuko ya barabara na mifuko mingine kwenda moja kwa moja kwenye mifuko. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Fedha pamoja na Mamlaka ya Mapato Tanzania, wametekeleza uamuzi huo kwa kuanza kuzipeleka fedha hizo moja kwa moja kwenye mifuko, ambapo ni kwa mwezi ni zaidi ya bilioni 320 zinaenda moja kwa moja kwenye mifuko na kuiwezesha mifuko kuweza kukabiliana na mambo kama haya ambayo Mheshimiwa mbunge amesema. Kwa tumeelekeza TANROADS, tumeelekeza TARURA wapitie maeneo yote ambayo ni korofi, maeneo yote ambayo yanaweza yakafanya maji yanaweza yakafanya mrundikano na kuleta mafuriko, wayatengenezee mifereji, lakini waendelee kuziangalia barabara katika maeneo korofi ili kuweza kuhakikisha kwamba pia wananchi hawakosi miundombinu kutokana na kupatikana kwa mafuriko. Lakini hata hivyo, Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii pia kutoa rai kwa Watanzania wote kuwa na tahadhari na jambo hili ambalo tayari tumekwisha kutahadharishwa. Ni wajibu wa kila Mtanzania pia kufanya tathmini ya aina hiyo pale anapoishi kwa kuangalia mazingira ya mahali na hali hii ambayo tumetahadharishwa. Mheshimiwa Spika, tunajua maeneo mengi tunakoishi, tunajua historia ya maji yanapita kwa namna gani endapo zikitokea mvua kubwa. Tuendelee kuchukua hizo tahadhari ili maafa yasitokee, ili hali tumeshatahadharishwa. Asante sana.